nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Jumatatu, juma la kwanza la kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya pili na ya 11 hadi ya 18, na Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 25 aya ya 31 hadi ya 46. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalipokuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakukaribisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliyowawekea tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uchi au mgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu wapendwa, karibuni tutafakari sehemu ya maandiko haya matakatifu tuliyotoka kuyasikia hivi punde. Leo ninawaalika tuongozwe na ujumbe unaosema Kristo anatuita na kumwona yeye na kumtumikia katika wadogo zaidi. Tunapoanza tafakari yetu, kwanza nawaalika tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku hii mpya yenye neema na baraka tele. Pia tumwombe atujalie moyo wa kuwahudumia maskini na wahitaji, kwani kwa kufanya hivyo tunapata thawabu yetu mbele zake. Na pia tumwombe atuongezee neema katika safari yetu ya jangwani, safari ya Kwaresma, ikiwa leo ni siku ya 6 ya mfungo wetu. Katika Injili tuliyoisikia siku hii ya leo, Injili ya Mathayo kuanzia sura ya 25, hii ni sehemu ya hotuba ya Yesu kuhusu nyakati za mwisho. Baada ya mifano ya mabikira 10 na mifano ya talanta, basi Yesu anafikia kilele cha hotuba yake akitualika tuweze kujiandaa vema kwa ajili ya wakati wa mwisho. Na pia anatualika
tuweze kuishi upendo hasa kwa vitendo, hasa pale tunapowahudumia wahitaji. Na pia anatualika kuishi upendo kwa vitendo hasa pale anaposema, nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa mgeni mkanishibisha. Ndugu zangu wapendwa, katika maneno haya tuliyoyasikia, basi katika siku za mwisho kigezo cha hukumu si maneno tu, bali ni matendo ya huruma. Hili linathibitishwa na waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote, ile sura ya 2 aya 17 inayosema, imani pasipo matendo imekufa. Kwa mujibu wa katekisimu ya Kanisa Katoliki, matendo ya huruma ya kimwili ni kazi za upendo tunazowatendea jirani zetu katika mahitaji yao ya kimwili. Hiyo ni katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2447. Hivyo injili hii si hadithi ya kinadharia, bali ni mwongozo wa maisha yetu ya kila siku, ambapo tunaalikwa kila siku kuwasaidia ndugu zetu walio maskini, walio wagonjwa, wageni. Tunaalikwa basi kuwakaribisha na kuwapa hifadhi, na hasa wale ambao wametengwa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma, kanisa linatualika kuweza kusali, kuweza kufunga na kutenda matendo ya huruma. Ndugu zangu, sadaka ambayo tunaalikwa kuitoa hasa kipindi hiki cha Kwaresma si zoezi la ibada tu, bali ni utekelezaji wa injili hii yote ambayo tumeisikia siku hii ya leo. Ndugu zangu wapendwa, Mtakatifu Agustino wa Hippo alisisitiza kwamba Kristo anapokea kile tunachowatendea maskini kwa sababu yeye ndiye kichwa cha mwili wake, yaani kanisa. Vivyo hivyo, Mtakatifu John Chrysostom yeye anafundisha kwamba kumheshimu Kristo katika Ekaristi unapaswa kuambatana na kumheshimu Kristo katika maskini. Vinginevyo, ibada yetu inakuwa tupu. Pia, katika nyakati hizi za karibuni, Mama Teresa wa Kalkuta yeye alionyesha wazi kwa maisha yake kwamba Yesu yuko katika sura ya maskini sana, kwani alitolea maisha yake na muda wake mwingi kuwasaidia maskini na waliokuwa katika mahitaji makubwa. Hivyo mama huyu alijulikana kama mama wa maskini. Hivyo ni mwaliko kwetu nasi kuweza kuwahudumia maskini na wale wanaohitaji, kwani kwa kufanya hivyo tunamgusa Kristo mwenyewe. Ndugu zangu wapendwa, tukiwa leo katika siku ya 6 kama niliposema hapo mwanzoni ya kipindi chetu cha Kwaresma, kanisa linatukumbusha kuwa Kwaresma ni safari ya uongofu, kwani kwa kupitia injili hii tuliyoisikia leo inatukumbusha kuwa dhambi si tu kufanya mabaya, bali dhambi inahusisha pia kushindwa kufanya matendo mema, kama isemavyo injili tuliyosikia ya leo ya Injili ya Mathayo, hasa katika ule mstari wa 45 unaosema, mlikosa kunitendea mimi. Hivyo basi, kila Mkristo anaitwa kuchunguza dhamiri yake na kujioji mwenyewe. Je, ninamwona Kristo katika wahitaji? Au je, sadaka yangu ya Kwaresma inagusa maisha ya wengine? Au ninafanya kwa mazoea tu? Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kila siku, somo hili la Injili linapata sura halisi na linatutaka sisi Wakristo wa leo kuweza kutenda matendo mema, hasa kuwatembelea wagonjwa hospitalini, kuwasaidia wenye uhitaji kama wanafunzi au watoto yatima au walemavu, lakini pia kuwakaribisha wale ambao hawana makazi, kutenda matendo ya huruma, kuwasaidia wakimbizi, wale ambao wamekosa makazi, kuweza kuwasaidia katika nyumba zetu pale panapo nafasi. Lakini pia tunaalikwa kusamehe wale wote waliotukosea, kwani kwa kufanya hivyo na kwa kufanya pia matendo ya huruma ya kimwili tunamsaidia Kristo mwenyewe. Sisi tunakuwa wajumbe wa Mungu kwa misaada yetu ya wema na matendo yetu mema. Basi ndugu zangu, niweze kuwapa kisa kimoja cha kijana mcha Mungu. Kijana huyu alikuwa ni mcha Mungu sana. Hakukosa misa wala sala mbalimbali zilizokuwa zikifanyika katika jumuiya na katika parokia yake, na alifunga pia kwa bidii katika kipindi cha Kwaresma. Siku moja alipokuwa akienda kanisani, alipokuwa njiani, alimkuta mzee maskini amekaa kando ya barabara akiomba msaada. Kijana huyo
akasema moyoni mwake, yaani mimi ni kabisa nichelewe kwenye misa kwa sababu ya mzee huyu? Basi akaendelea na safari yake, akampita kando. Basi wakati wa misa takatifu akasikia katika tafakari ya padre maneno ya Yesu yakisema, nalikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Basi hata aliporudi nyumbani usiku, pia alipokuwa amelala, kijana huyo katika ndoto aliweza kuota akisikia maneno yakisema, nalikuwa na kungojea lakini ulinipita. Kijana alifadhaika. Alipoamka alitambua kwamba ibada ya kweli haipingani na huruma, bali huruma ndiyo inathibitisha moyo wa ibada. Ndugu zangu, kutoka kwa kijana huyu tunajifunza kitu kwamba ibada ya kweli ni ile kwanza inayohusisha kufanya matendo ya huruma. Hivyo basi tupate mfano kutoka kwa kijana huyu, tuwasaidie wale ambao wanahitaji msaada wetu. Ibada ya kweli ni ile inayoambatana na kutenda matendo mema. Basi ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma, kila mmoja wetu anaalikwa kuunganisha sala zake, sadaka na majitoleo yake, na funga yake na matendo ya huruma ili kuboresha mfungo wetu, kwa sababu mwisho wa siku hatutahukumiwa tu kwa yale yote ambayo tulikuwa tukiwatendea wengine kwa jina la Kristo, kwa sababu mwisho wa siku hatutahukumiwa kwa matendo mema tu tuliyoyatenda, bali tutahukumiwa kwa yale ambayo tuliyowatendea wengine kwa jina la Kristo. Hivyo katika siku hii ya leo ninaalika tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie fadhila ya upendo, hasa kwa wale wenye mahitaji maalum, kwani kwa kufanya hivyo tutatimiza upendo wa Kristo mwenyewe ambaye yeye alitupenda sisi kwanza kama rafiki zake. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Anthony Iponda wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni, mimi asema